Mambo mengi ambayo yamekuwa yakizungumzwa hivi sasa hususa katika masuala ya kimichezo, na kubwa zaidi ni kuhusiana na meneja mkuu wa klabu ya Simba kipindi ambapo anasajiliwa, lakini kumekuwa kila mtu akitoa maoni yake. Tumekuja kwa mtu wa mpira ambaye ameucheza mpira wa miguu kwa asilimia 100, mzee Sande Manara. Kwanza habari za muda huu? Habari za mchana. Salama kabisa, ni kwema? Nashukuru Mungu, alhamdulillah niko mzima. Salama kabisa. Mzee wangu, kumekuwa kuna maneno mengi ambayo yanaendelea hivi sasa mara baada ya ujio wa kocha wa Simba ambaye ndo meneja. Wengi wameuliza ya kwamba kwa nini Simba wameondoa kocha na wameleta meneja. Kitaalamu hili limekaaje? Labda unaweza ukatoa elimu kwa watu ambao wanajiuliza maswali mengi na kila mmoja amekuwa akitoa maoni yake. Kwa kweli siwezi kulizungumzia sana habari ya sababu kwa nini Simba ametoa kocha wakaweka meneja mnavyomuita, lakini mimi siwajui zaidi. Na sijui sababu gani ndio kuwepo hapo. Isipokuwa naamini tu kabisa timu ya Simba ikuwa chini ya mchezaji mpira mzoefu kama Matola inakuwa na uwezo mkubwa sana kuliko akikosekana mtu kama Matola katika timu, kwa sababu ya uzoefu wake katika mpira wa muda mrefu. Na naamini labda huyo manager au kocha tumuite atakapokuja pale itabidi lazima amtegemee sana Matola. Matola anajua wachezaji, anajua itikadi ya Simba, anajua vile makosa huwatokea wapi mara kwa mara katika timu mpaka kufanya vizuri au vizuri. Naamini ya kwamba mfumo huu ambao wanaenda nao hivi sasa utakwenda kuzaa matunda ikiwa mashindano yameanza. Dimitar Pantevu amekuja kushika mikoba ya Fadlu Davis, tofauti wake ni meneja. Watu mashabiki wa Simba na wanachama waelekeze imani kwa Selemani Matola akishirikiana na meneja mkuu. Mimi naamini kabisa hilo swali kwangu mimi kulijibu itakuwa si sahihi, si wala si vizuri. Lakini naamini Matola ndio atakayekuwa anaongoza sehemu kubwa jahazi anatakiwa kufanya, kwa sababu yeye ana wachezaji wale kwa muda mrefu na amekuwa amecheza Simba pale kwa muda mrefu. Kwa hiyo ujaji wa mtu mgeni yoyote itabidi lazima kwanza umwelekeze aelekee kwa Matola kwa sababu ya ushawishi wake wa muda mrefu katika mpira. Hiyo ndio ninaloliona mimi. Ujio wake utakwenda kuongeza nini kwenye kikosi cha Simba hivi sasa? Unazungumzia kocha mpya bila shaka. Sijui kama alivyokuambia, siwezi kulizungumzia hilo kwa sijui, sina uhakika. Simjui, sina record naye. Alafu ni wakati ambapo sio muafaka kuingia mchezaji kocha mpya wakati timu imo tayari katika mashindano makubwa ya ligi. Nafikiri hilo ndo tatizo ambalo naliona mimi, lakini vinginevyo sema kweli mimi simjui zaidi. Kutokea situation kama hii kwenye miaka ya nyuma kipindi unacheza mpira? Kwa dharura zimewahi kutokea hali kama hii, lakini mara kwa mara hali ikitokea kama hii ni riski kubwa sana, aidha kufanya vibaya au kama mtashinda ni kwa njia bahati, sababu kocha anatakiwa lazima awajue anayekuja mpya wakati hawajui wachezaji wake na wachezaji hawajamuelewa. Na mbaya zaidi nimeshuhudia mimi timu ya Yanga ikiwa na wageni kama 5 au 6 katika mechi muhimu. Hii kusema kwa kweli haiwezekaniki, haikubaliki. Kwa mtu yote mwenye kujua mpira, wachezaji wanatakiwa lazima wawe wanaelewana. Wachezaji ukiwaleta wapya 5 hata kama ni wazuri sana, wanahitaji maelewano, na maelewano ndio msingi ya kutengeneza timu kwa nzuri. Wanatengeneza nyuma, wanaanza katikati kuandaa maandalizi ya mashambulio, na mpaka ikifika kwenye finish za mashambulizi ya mwisho tayari timu inakuwa na maelewano mazuri. Sasa hivi wamekuja wachezaji wengi wapya, inawezekana wazuri au wana sifa nzuri kutoka, lakini njia ya kuweza kubadilisha wachezaji 5 au 6 katikati ya mechi, hilo ni kosa kubwa sana. Ni kosa kubwa sana. Mchezaji anahitaji maelewano na wenziwe. Anaweza kuwa mzuri lakini hana maelewano mazuri ya pasi. Sasa Yanga hivi inaonekana kuondoka kwa Aucho na kupungua kwa wenginewe Aziki kumeondoa ile ladha ya maelewano, na si rahisi maelewano yale
yaonekane katika mechi za uwanjani hivi sasa. Mpaka itapochukua muda, ile kujenga ilichukua muda na kubomoa ni rahisi. Kwa hiyo ndio tatizo kubwa la Yanga kwa sasa hivi. Lakini asilimia kubwa ya wachezaji wengi wamesalia ambao walikuwa katika msimu ambao umetamatika. Shida kubwa yuko kwa mwalimu? Hapana. Mwalimu kama mtu anatafuta kazi, akipewa kazi hata mimi singekataa. Lakini sisi wenyewe ndio tunataka tuelewe bwana, hili tunalifanya ni sahihi. Kwa sababu mwalimu yeye mwajiriwa, anapata mshahara wake, anapata mahitaji yake, ukimwambia aje kufundisha hatokataa. Lakini sisi tuna falsafa ya kuelewa kama bwana, ni wakati gani kocha aje, ni wakati gani kocha hafai kuletwa. Hilo ndio maoni yangu mimi. Lakini wao wanalalamikia falsafa ya mwalimu hawaielewi. Licha ya kwamba wametoa mfano wa makocha wengi ambao wanakuja mwanzo, hata kama mwalimu anakuwa anatafuta ile first 11, kwa maana ya kwamba wanakuwa wanaiona ile falsafa. Kwa mwalimu Roman bado hawajakiona kitu hicho, ndio maana wanamkataa na kusema kwamba hawamtaki, wanahitaji kocha mwingine. Hata huyu mwingine kama akija tu wakati tayari maana yake haijui timu na kuna mechi mbele yake, kuna riski kubwa ya kuwa wasiwe na maelewano mazuri. Hapa tuzungumzie wanaelewana wachezaji uwanjani, sio mwalimu. Kama ingekuwa wakati wa Nabii bwana huko nyuma, au wakati wa kocha wote, kama ingekuwa wachezaji wote wale wakina Ziki labda na wengine wote wakina Aucho bado hapo, tungeona yale maelewano yapo na timu ingekuwa vizuri. Hata kocha akiwa uwanjani hasaidii kuyatengeneza yale maelewano. Maelewano ni ndani ya wachezaji wenyewe. Akikimbia Zengeli kwa Ziki anajua maana yake, akikimbia huyu kwa anajua maana yake, tafsiri hivi. Sasa hili limebomoka, limekuja watu wengine wapya wanaonekana wazuri, lakini wamekuja wengi mno na kwa ghafla kiasi kwamba ile rhythm haipatikani. Na hili ni utaalamu ambao unaweza kusema kama bwana, hili ni sahihi au sio sahihi. Ule ufalme ambao wameutengeneza kwa misimu takriban 4 mfululizo kutoa mataji, tunaweza tukashuhudia unakwenda kupotea, kwa maana mtaji akirejea katika ramani mtani? Mimi hilo siwezi kulisema sana, kwa sababu ni bado hatua za mwanzo za awali sana. Inawezekana pamoja na kuwa wamefanya hawana maelewano, haina maana hii kutoelewana hawatofika mahali wakaja kaelewana, lakini itachukua muda na si rahisi kusema hilo vile vile, kwa sababu hata timu zingine hizo sijui zina nguvu kiasi gani. Bado mapema sana. Hii nafikiri katika ligi sio ni mechi ya pili au kwa hiyo si rahisi kulizungumza kwa usahihi katika hilo jambo. Okay, kocha wa Simba Dimitar Pantev, kwa maana ya kwamba jinsi ambavyo umezungumza moja kwa moja maelezo yako nimejaribu kufuatilia, ni kama unalenga ya kwamba wana Simba na mashabiki wa soka wawe na subra, kuvuta subra, waone nini ambacho kitakwenda kutokea kwenye mechi zinazokuja. Ndivyo ambavyo umeongea hata kwa mwalimu wa Yanga Romain Folz. Pengine unalenga hivyo? Hapana, mimi nimesema hivi, ili mpira upate kuchezwa vizuri ni lazima kuwe na wakati timu zinaelewana, wachezaji kwa wachezaji. Sasa kama Simba itafanya vizuri au vibaya, inawezekana wana timu nzuri wameanza kuelewana, na au wana timu mbaya hawaelewani. Hiyo ndo nazungumza mimi. Nasisitiza tena mara nyingine ni kwamba timu ikitakiwa kufanya vizuri ni kwamba lazima kuwe na rhythm ya maelewano. Sasa kama haijakomaa katika rhythm, risk za kucheza vibaya zipo kubwa sana. Kwa hiyo wana Yanga wale ambao walikuwa wakiimba kocha wa mtaki wanala kujifunza leo, labda pengine unalipi la kuambia mzee Sande Manara? Unajua ni kweli wapenzi mpira wanapoona mpira wao haujafikia kiwango, mtu wa kulaumiwa haraka ni coach. Lakini mimi ninachosema kwa nini coach ni mbaya ni kwamba coach hawajui wachezaji wake. Na angepaswa kocha mzuri angepaswa kuwachukua wasaidizi wake waliokuwa na timu ile pale vizuri. Hata katika ile kupanga timu, uwezi kupanga watu 5 6 wote wageni ukategemea itafanya vizuri. Inawezekana nyinyi mmeona wazuri huko kulikotokea, lakini wachezaji 5 6 katika timu ya kwanza katika mashindano, hilo ndo kosa kubwa ambalo naliona mimi. Ndio kosa kubwa. Kwa sababu wachezaji wageni 5 au 6 hivi katika timu yako ya kwanza ya ligi, lazima itakosa maelewano. Na ndio kosa kubwa. Hata kama wewe kocha ni mzuri au una falsafa nzuri, lakini sio wewe unacheza, wanacheza ni wale walio kwa kiwanjani na najua huyu kikimbia hapa huyu.
huyu akizima mpira hapa niende hapa. Shida iko kwa kocha kwenye kupanga kikosi. Wachezaji wakiwa 5-6 ni lazima timu itakuwa ina maelewano bwana, hasa katika mashindano makubwa. Na hilo ndio naliona mimi. Kumeonekana mwendo wa baiskeli. Kuna mashindano ya CAF ambayo yanavikabili vilabu vyetu hivi. Tukivizungumzia vilabu vikubwa viwili ambavyo vinawakilisha kwa level ya klabu bingwa barani Afrika, ukiacha vile ambavyo viko shirikisho. Ndio vilabu ambavyo vimekuwa vikizungumzwa na vimepata msukosuko ama mtihani ya makocha. Unaviona vilabu vyetu vikipiga hatua kwenda kwenye malengo ambayo wamejiwekea msimu huu? Unajua interest za klabu sasa hivi kuhusu maendeleo zimekuwa sio priority sana. Interest ya klabu kuhusu maendeleo ya timu, viongozi kuhusu maendeleo ya timu imekuwa sio sana. Interest yao kubwa ni kutia msukumo kwa wapenzi wao, kama tumepata wachezaji wapya, tumepata wachezaji wazuri safari fulani na wanasifiwa sana, lakini ukiangalia sifa wanazosifiwa kabla ya ligi na ukiangalia uwanjani ni vitu vili tofauti kabisa, na hili limekuwa linatuumizia mpira wetu. Tulichokuwa nacho kinaweza kuwa kizuri zaidi kuliko hicho kinachokuja msichokijua. Pengine Mzee Manara, wewe umecheza mpira na umecheza kwa mafanikio makubwa na wengi wanakufahamu. Pengine kwa hiki ambacho unakiona kinaendelea hivi sasa kwenye viunga vya Jangwani, wanapaswa kuchukua hatua zipi kwa haraka kuhakikisha kwamba wana maintain pressure ambayo iliyoko hivi sasa na kurejea kwenye mstari ambao wameuzoea? Mimi naogopa kusema hilo ndio kama mtabiri wa mpira, lakini nimekupa sababu kwa nini maana yake timu itashindwa kufanya vizuri wakati timu haina maelewano. Ni kwa sababu wachezaji wengi wapya na uwezo wao umekuwa mdogo, kwa hawana fursa ya kuweza kujuana vizuri. Hilo ndio naliona lipo hapa. Kwa hiyo ukiniuliza kama katika ligi itakuwaje, ni kwamba timu ina maelewano mazuri ndio itakuwa timu nzuri. Timu isiyokuwa na maelewano vizuri itafanya vibaya obvious. Mashabiki wameshaanza kupeleka pressure kwa viongozi ya kwamba mapendekezo yao wanaomba kocha aweze kung'atuka, waletewe kocha mwingine. Na anahusishwa aliyewahi kuwa kocha wa Young Africans Nasreddine Nabi kurejea kwenye viunga vya Jangwani. Kwa wachezaji wengi waliokuwa wameletwa ghafla, hata Nabi atafanya vibaya. Hapa hoja ni kwamba wachezaji hao hawaelewani. Nimekuwa nimerudia mara kwa mara neno hili. Wachezaji hawaelewani. Quality ya wachezaji katika kuelewana ni ndogo sana. Mpaka hapo atakapokuja kuelewana ndio timu inaweza kufanya vizuri. Wakati huo timu inaendelea kupata wakati mgumu, ndio maana mashabiki wanashindwa kuvuta subira. Ni kweli timu hamwezi kukosea alafu mkafanya vizuri. Ukikosea maana yake ni kwamba lazima itafanya vibaya. Hiyo ndio kweli, kwa sababu hakukuwa na sababu ya wachezaji 7-6 wote karibu wapangwe katika siku ya mechi wakati hawajacheza pamoja hata mara moja. Wachezaji 7-6 unapanga pamoja, timu imeshashinda. Na ukumbuke hii ni ligi ambayo hata point za mwanzoni mwa ligi zinakuja kuleta hesabu mwishoni mwa ligi. Manake ukikosea hivi sasa inaweza kukost wewe uko mbele ya safari. Watakapokuja kuelewana, lakini huko point ushapoteza tayari. Lakini mwalimu hajapoteza mchezo hata mmoja, lakini lawama zimekuwa ni nyingi. Wanachama wa Young African kuna ladha ya mpira wanaijua, ndio mpira wao. Sasa tumeipoteza ile ladha, ndio maana watu wanaona kama bwana ni coach, lakini ukweli ni kwamba kocha anaweza angekuwa hata mzuri kama wachezaji 6 hawapo uwanjani. Unategemea nini? Unategemea kitu gani? Wewe ambaye umepata wasaa kumtazama mwalimu na falsafa yake, umeelewa kile ambacho anakifanya? Kwanza niseme simuelewi, simjui. Alafu nafikiri na yeye bwana alipaswa kuwa amekuja akakuta timu katikati ya mashindano karibu yanaanza, angeomba awe na wasaidizi wakamuongoza timu yake ina sifa ya uzuri wapi, ina mapungufu wapi, na akaomba wachezaji wasiwe wengi katika kubadilisha ili timu ibaki na rhythm yake ya maelewano. Sasa ukisema wewe kocha mpya umekuja, unaangalia wiki 2 wiki moja wachezaji bwana wako, alafu unaleta wachezaji 6 katika first 11 icheze mechi, hiyo ni tatizo.
Nikwenda katika ile FIFA break, pengine ni advantage pekee ambao wanaweza kuitumia ili warejee wakiwa imara na yale ambayo yalikuwa yakionekana huku nyuma kwenye michezo ambayo imepita, tunaweza tukashuhudia yasionekane tena na watu wakarejea kwenye ile imani yao. Siamini hivyo mimi. Naamini manake nategemea uwezo wa spidi ya maelewano huko kiasi gani. Inawezekana FIFA break wakafikiria kama italeta maelewano, lakini inategemea rhythm ya maelewano imekomaa kiasi gani. Kumbuka wakati wa Pacome, Aziz Ki, Zengeli, Mzize na Aucho, kulikuwa na maelewano ya kiwango cha juu sana. Jambo ambalo ilikuwa mwanachama yote akiona mpira anaona na kwenda katika mistari ambayo yeye ameizoea. Sasa hivi wanachama wanalalamika kwa ile mistari haionekani. Hawaioni ile ladha. Ile ladha haipatikani na kwa haipatikani kwa sababu hawa wote wachezaji ni wapya na kila mtu anacheza kivyake vyake. Hilo ni tatizo. Tatizo kubwa sana. Hilo ni tatizo kubwa. Kwa hiyo ulikuwa unalipi sasa la kuwaambia viongozi? Upande wa mashabiki na wanachama tumesikia wakigombeza. Viongozi wanawaambia nini? Kama nitakuwa na jambo la kuwaambia viongozi ni pale watakaponita, lakini siwezi kupayuka kwenye vyombo vya habari bwana nataka iwe hivi nataka hivi. Hilo litakuwa kosa. Wao wameniuliza maswali ambapo naona mimi ndio nimeona hivyo. Lakini kama wakitaka wao viongozi wasikie kitu gani ninacho cha faida katika hapa, wao kama wakinita nitazungumza nao. Umekuwa ni mchezaji ambao umecheza kwa mafanikio makubwa. Labda pengine experience yako na mchango wako kwenye timu linapokuja swala la mtikisiko kama hivi, hususa tunachokishuhudia hivi sasa, wanataka kocha aondoke. Hawajawahi hata mara moja kukuita na kukushirikisha kwamba mzee Sande Manara miongoni kati ya wazee na wachezaji wetu wa zamani wanaweza wakatoa mchango wa aina yoyote kwenye jambo lolote, hususa kwenye maendeleo makubwa ya klabu. Ilishawahi kutokea swala hilo? Hapana, tatizo letu sisi huu sio utamaduni wetu. Mtu yeyote aliyefanya vizuri katika taifa hili, si kwenye mpira tu, bwana, hata katika vyombo chungu nzima, ukifanya vizuri ukiondoka, wewe kwao ni mtu ambaye usikuwa na faida, wakati wako umekwisha. Nasema hivi, huu sio utamaduni ambao tulitakiwa tuwe nao wa Tanzania, lakini bahati mbaya haupo. Si kwa chaji mpira tu, hata akiwa mkubwa wa polisi anapoondoka anaonekana kama ni alikuwa analinga, alikuwa sisi hatuchukulii kama uwezo wake ungekuwa na faida katika mafunzo ambayo aliyopata. Si kwa mpira tu, nazungumzia ikiwa madaktari, ikiwa mwanasiasa, ikiwa mwanajeshi, polisi. Huu sio utamaduni ambao tumeuzoea, na hili ni kosa kubwa sana katika jamii yetu. Mtu akifanya vizuri ni nzuri apewe heshima na hadhi, aombwe msaada. Leo hii sio mimi mchezaji mpira Sande Manara peke yake. Kuna mtu katika timu ya taifa Tanzania, captain wa miaka zaidi ya 10, akiingia uwanjani pale timu ya taifa hawamjui na hana uwezo wa kuingia. Wako wengi, yuko Marizimbwe, yuko John Limo, yuko Bwana Bushiri, wako wengi, hata kina Mogera, wote hawaruhusiwi kuingia mpaka awe na kitambulisho alipie. Sasa hii sio utamaduni wetu. Huwezi kumlaumu viongozi wa Yanga. Hili jambo nimekuwa kama ni sumu katika maisha yetu. Kwa hiyo wanatupa wale ambao wanaijua klabu na ambao umeichezea klabu, taifa popote. Hatuna utamaduni wa kuenzi vitu vilivyofanya vizuri. Hatuna utamaduni huo. Pengine mchango wako ungekuwa ni mkubwa sana iwapo ungekuweka karibu. Labda, lakini si katika mpira. Narudia tena sentence. Ni kwa kila kitu utamaduni wa kuwa ukifanya vizuri. Hata yule IGP siku akiondoka katika polisi, basi hapewi ile hadhi ambaye ana ujuzi au ana uwezo. Utamaduni si hatuna. Ndio utamaduni ambao tunataka tutafute ili tuweze kuviachia vizazi vyetu fikra nzuri. Umezungumzia uhalisia. Ushauri wako katika hili? Katika hili nimeshazungumza, ni kwamba hatuwezi kwenda mbele pasipo kuzungumza hili jambo kwa ukaribu. Tumekaa mahali hatukutani, hatuzungumzi. Kwa hiyo ni wazi hatuwezi kupiga hatua nzuri katika kutafuta solutions. Hamwezi? Nimerudia, naona uko unsikilize. Kupiga hatua nzuri katika kutafuta solutions za matatizo yetu.
Unawaambia nini sasa mashabiki na wanachama ambao wanakufuatilia hivi sasa? Na imani si wa Simba tu, hata wa Yanga wote usema mzee unazungumza fact. Labda pengine kwa kumalizia, unalipi la kuzungumza na mashabiki na wanachama wa soka nchini Tanzania? Nimelizungumza vizuri sana, nimesema hivi. Sisi hatuna utamaduni wa kuelewa shida yetu kwa njia ya kiungwana. Hili ni tatizo kubwa ambalo tunalo katika taifa letu. Kwa hiyo labda tulirekebishe hilo jambo. Asante sana mzee sana. Asante. Bwana maswali